Mungu hapendezwi na watu wake kuwa ombaomba. Hapendezi mtu yoyote akawa ombaomba. Na ndio maana unaweza ukaona kwamba wakati Mungu anaumba mbingu na nchi na vitu vilivyomo, aliumba vitu vyote, kila kitu, lakini unaona kabisa cha ajabu kwamba Adamu amekuja kumuumba ile siku ya mwisho, siku ya sita. Kwa nini anafanya hivyo? Ni kwamba alifanya maandalizi kwanza, kila kitu kiwepo. Lengo lake, hataki kabisa mtu wake ataabike, hataki mtu wake ahangaike, na ndio mpango wake huo, ndio mpango wake. Kwa baada ya dhambi, baada hapo ndo unaanza kuona kwamba watu, unaanza kuona matatizo yanaanza kutokea. Watu wanaanza kuwa mara ni ombaomba, watu wanaanza kutabika, mara njaa zinatokea, wakati ni vitu ambavyo havikuwepo tangu mwanzo. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu ni kuhakikisha kila mtu anakuwa sio mtu wa kulialia, anakuwa sio mtu wa kutabika. Ndio maana ukiangalia kwenye Biblia kuna tukio moja, yako matukio hapo mengi, lakini tukio moja wapo naliona katika Biblia ni kwamba kuna tukio kina Petro na Yohana walikuwa wanapanda, wanakwenda hekaluni kwa ajili ya wanakwenda kwenye ibada mida ya alasiri, mida saa 9. Na pale kwenye hekalu ambapo walikuwa wanaingia kila siku wakifanya ibada, kwa kulikuwa kuna mtu anabebwa na ndugu zake, wanakwenda kumtenga pale mlangoni. Haingii ndani ya hekaluni, haingii kwenye ibada. Yeye alikuwa anabaki pale mlangoni. Yeye alikuwa kazi yake ni kuombaomba. Sasa tujui kwamba wale ndugu walikuwa wamemfanya labda kuwa mradi, wanapokea pesa kutoka kwake akishapewa, au walikuwa wanamsaidia ili apate kitu chochote kitu, wakimtenga pale au asaidiwa na watu. Na sidhani hata kama na yeye alikuwa anafurahia kile kitu. Kwa mara zote unaweza ukashangaa kwamba sisi kuna kipindi tunaweza tukawa na orodha ya maombi mengi, hata 12, lakini Mungu akawa anaangalia kwenye yale maombi yote, orodha ile yote, unakuta hakuna hata kimoja ambacho Mungu anakiona pale kwamba kinaweza kikakusaidia. Kwa unakuta Mungu ana kitu kingine kabisa, anaangalia, anasema kwamba okay, kati ya hivi hiki hapa ndio naweza nikampa, ambacho akipo hata kwenye orodha. Na muda mwingine unaweza ukawa na maombi yako mawili, alafu Mungu akaangalia akaona ulitakiwa kuwa na maombi 5. Katika mawili yako ukashangaa na kujibu anakupa 5. Huyo ndio Mungu ambavyo alivyo. Na hiyo ndio tabia yake. Mara zote huwa anapenda tupe kilicho bora. Anapenda kutupa kile ambacho kinaondoa matatizo. Anapenda kutupatia kile ambacho anajua akikupatia tu hicho, shida zote zinaondoka. Sasa angalia huyu ndugu, yeye kazi yake ilikuwa ni kuomba tu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 anasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Walikuwa wakwenda hekaluni saa ya kusali, ilikuwa saa 9. Alafu mstari wa 2 anasema, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu ulioitwa Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana, alipoona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Mstari wa 4, na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Yeye alikuwa anaangalia kwenye mifuko, anaangalia, anajua kuna kitu kitatoka kwenye mifuko. Sasa wakati anatazama vile, lakini wao kwa sababu walikuwa na macho yale ya kimungu, walikuwa na macho ya kimbingu. Kumbuka hawa ni barozi wa mbinguni, wanawakilisha mbingu. Kwa walikuwa walichokuwa nakiona ni kingine tofauti na kile yeye anachotarajia. Kwa na kila Petro walichomwambia, wakamwambia tutazame sisi. Tutazame sisi, acha kutazama mifukoni. Acha kutazama ambacho unataka tukitoe. Kwa walipomwambia hivyo, mstari wa 5, akaangalia, akawaangalia akitarajia kupata kitu kutoka kwao. Alikuwa anatarajia kupata kitu kutoka kwao, lakini angalia watu wanachomwambia wao. Wanasema, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Mstari wa 7, angalia, akamshika mkono, maana alitaka kuendelea kubweteka, aendelee tu kukaa. Akaona huyu hawezi kusimama hivi. Inawezekana bado anaona kama haamini. Kwa kama akamshika mkono, mstari wa 7 huo,
akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Mstari wa 8, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia kanisani ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Mungu anapenda tu watu wa kumsifu, sio tukae tunaombaomba tu. Hiyo ndio ajenda yake. Unaweza kuona na maana alichokuwa anahitaji yeye, anaomba ambacho anakiomba, hata wangempa bilioni 100 bado tatizo lake lingekuwa pale pale. Hata wangempa mali na utajiri wa dunia nzima, bado yawezekana tatizo lake lingeendelea kuwa pale pale, maana kuna vitu ambavyo vilisababishwa na ile hali yake ya ulemavu asiweze kuvipata. Kwa unaweza ukaona kwamba yeye ana target kupata vitu, lakini Mungu macho ambayo anawatazamisha watumishi wake kwamba huyu anatakiwa asimame ili asiendelee kuomba. Maana ipo siku yule ambaye huwa anambeba na kumpeleka pale mlangoni anaweza akashindwa kumpeleka, anaweza akamchoka, au akapata fursa kwenda mahali pengine aende akatafute, atamwacha huyu. Kwa hiyo nani atakayempeleka mahali pale? Ina maana huyu ndugu akishindwa kumpeleka tayari amelala njaa, akishindwa kumpeleka ina maana tayari amedhalilika. Nawezekana wengine walikuwa wanamkataa, wengine hata walikuwa labda wanamkataa hata kama mwanamke anakataa asimuoe kwa sababu ya hali yake, lakini Mungu anaangalia kwamba huyu atakaposimama, baada ya hapo mambo yote atakuwa amefunguka. Na muomba Mungu akupatie kile ambacho ni kilicho bora zaidi ya vyote, ambacho kitaondoa kila tatizo, ili na wewe upate sababu sasa ya kumwabudu Mungu kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza ukaona hata Suleiman na yeye vile vile alichoomba kilikuwa ni kimoja, ndicho alichokuwa nakihitaji. Aliona kile kinahitajika kweli, aliona kilikuwa ni sahihi kabisa, na Mungu akamwambia Suleiman, Aisha, umeomba kitu kilicho chema, hukujitakia maisha marefu, hukutaka sijui nini. Akasema wala hukutaka mali, hukutaka maisha ya adui zako. Akasema lakini unachotaka ni hiki tu, kwa ajili ya kusudi langu, kwamba uniangalie watu wangu, uweze kuwahudumia, kwamba ni namna ninavyowaangalia kwa uchungu na wewe ndivyo unawaangalia kwa uchungu, namna ninavyowathamini na wewe kumbe Sulemani unawathamini hivyo. Sulemani kwa ombi lake tu lile, Mungu akasema napandisha vingine, naongeza orodha mbali na yale uliyoomba. Akamwambia nitakupa na utajiri, nitakupa na mali, nitakupa na vitu vingine, kwamba kupatia kila kitu. Na akasema hakuna atakayetokea ambaye atafikia huo utajiri wako. Kwa huyo ni Mungu. Kwa Mungu mara zote tunaweza tukamuomba tukawa na orodha kubwa zaidi, yeye akawa hata na kitu kiko nje kabisa ya maombi yetu, au ndani ya maombi yale mengi, kumbe ni kimoja tu akikutupatia kinajibu katika maombi yale yote. Au tukaona maombi machache, yeye akaona kwamba kuna vitu vingine umeviacha ambavyo vinaambatana na kile ulikiomba. Na muomba Mungu akupatie yale ambayo hata hukuyafikiria, yale ambayo wewe huyaoni, lakini jicho la Mungu linayaona kuanzia leo, ili usiwe ombaomba, uwe ni mtu wa kumsifu Mungu, uwe ni mtu wa kumwabudu Mungu, katika jina la Yesu Kristo.